kuanzia tarehe 24 mwezi wa 9 mwaka huu wa 2025 tulianza operation za pamoja ambazo zilisimamiwa na wakuu wa upelelezi wa mikoa yote mitatu. Operation hizo zilikuwa maalum kabisa kwa wezi wa pikipiki. Operation hizo ni endelevu toka tuanze, hatujatulia, hatujalala. Mpaka tarehe ya leo ninavyoongea hapa tumeshakamata watu 17 ambao wanajihusisha na matukio ya wizi wa pikipiki. Watu 17, na watu 17 wamegawanyika katika makundi makubwa mawili, lakini na kundi dogo la tatu. Kundi la kwanza ni wale wanaofanya wizi kabisa wa hizo pikipiki. Wizi wa pikipiki kwa sisi hapa Zanzibar ni ule ambao ni wa kuvizia, ule wizi wa kuvizia. Na tumewahoji wahalifu wote, wanaeleza hiyo njia kwamba ndio wanayotumia. La kwanza, wanavizia watu wakiwa kwenye maziko. Watu wameenda kwenye makaburi, kwenye mava kule makaburini. Nafikiri mnaelewa vizuri neno mava. Wameenda makaburini, wanafanya maziko. Wezi wanakaa jirani, wanavizia, wanaangalia pikipiki, wanaenda wanaziiba. Lakini wakati mwingine wanavizia watu wakiwa kwenye nyumba za ibada. Dua zishaanza kule ndani, mahubiri, wanaiba pikipiki. Nyingine ni watu ambao wanazitunza pikipiki nyumbani. Watu wana imani, unajua watu Zanzibar ni nchi ambao watu walikuwa wametulia. Sasa watu wanaamini bado watu. Kwa hiyo mtu ana pikipiki yake anaona kuiweka ndani, labda anaona ni nini, anaipaki nje ya nyumba. Watu wanavizia, wanaiba. Mwingine anaweka hata ndani lakini hafungi ule mlango, watu wanavizia. Kwa hiyo matukio mengi hapa kwetu ni ya kuvizia na kuzichukua. Tumeshakamata watu 17 katika makundi makubwa mawili ambayo ni kundi la kwanza ni la wezi kabisa. Hili kundi lina jumla ya watu 12. Lakini watu 12 hawa wamegawanyika katika makundi mawili. Wawili wanaiba kwa kushirikiana nao wenzao 10. Wakishaiba hao wawili wanazinunua zile pikipiki walizoiba na wenzao. Yaani wanashirikiana, wanaweza sio kwamba wanaiba wote 10 kwa wakati mmoja, wanaweza kaiba wawili, lakini kama wako wawili wakiiba, mmoja kama yuko kwenye kundi la pili la hao wawili, yeye anainunua ile pikipiki. Kundi la pili ni ile wale wanaopokea. Wao kazi yao ni kupokea. Pikipiki zikishaibiwa wanapelekewa, wanajulikana, wanapelekewa, wanazinunua. Wakishazinunua wanashirikiana na mafundi, wanazibadilisha muonekano. Lakini wakati mwingine wale mafundi wanaingilia mpaka namba, zile chassis number ambazo zinatupa usumbufu sana wakati wa upelelezi. Wanaingilia zile frame number zile za pikipiki zile. Unajua pikipiki kuna namba zake, kila pikipiki na namba yake. Kwa hiyo wanaingilia zile namba, wanaziharibu. Lakini wanafanya vibaya zaidi kwa sababu wanatumia kadi za kugushi. Wanatumia watu wa mitaani. Siku hizi teknolojia imekuwa. Zinatengenezwa kadi za kugushi, Kwa hiyo zile kadi ndio sasa zinatumika. Kwa hiyo hili ndio kundi la wanaotusumbua, na hawa wanaenda mikoa yote mitatu. Hawa wanunuzi wananunua kule kaskazini, wananunua kusini, wananunua hapa. Wakija wanazibadilisha, wanaziuza hapa. Kwa hiyo kuna wananchi wetu hapa wengi ambao tumeenda kwa tukazikamata hizo pikipiki, wameuziwa. Sasa ninachotaka kusema ni kwamba tuwaombe wananchi, ziko taratibu za kununua pikipiki, kununua vyombo vya moto, wazifuate. Ya muhimu zaidi ni kubadilisha jina la umiliki. Wananchi wengi hapa Zanzibar wananunua vyombo vya moto, lakini yale majina ya umiliki hawabadilishi. Wanabaki nayo. Wanachoogopa ni kodi ndogo sana, tozo ndogo sana ambayo inafanywa na ZDRA kwa ajili ya kubadilisha lile jina. Sasa madhara ya kukwepa hiyo tozo ndogo ndio sasa unakuwa na chombo. Madhara yake unajua ni nini? Kile chombo kikiibiwa, tukikikamata, kina jina la mtu, tukimtafuta yule mtu sasa kupitia ile kadi. Tunampata mtu ambaye sasa mimi nishauza zamani. Bage inauzwa hata mara 4, lakini jina linabaki lile la kwanza, mtu aliyenunua kwenye duka. Aliyenunua wakati inaletwa nje. Hii ni sehemu ya kwanza muhimu sana ambayo tunataka tuombe wananchi. Lakini lingine, ukienda ZDRA kama unauziwa pikipiki ambayo imebadilishwa namba, ukifika kule watakwambia hii imebadilishwa. Kama imegongwa ile namba, ikabadilishwa ile namba yake halisia, ZDRA si mnabadilishana, ZDRA wataangalia kwenye mfumo, watasema hii pikipiki ya namna hii haipo. Kwa hiyo namba sio sahihi, kwa hiyo usinunue, unanunua kitu ambacho ni bomu. Kwa kuna watu wana pikipiki hapa ambazo sio pikipiki kwa sababu hazina usajili halali, kwa sababu namba zile zimegongwa. Hawa watu watano hawa ndio kazi zao hizo wanazozifanya. Wanatafuta mbinu, wanagonga zile namba, ndio wanamuuzia mtu. Ninachotaka kuambia wananchi wa mkoa Mjini Magharibi, Kaskazini Unguja na Kusini Unguja ni kwamba jeshi lao la polisi liko imara. Tunafanya operation kubwa. Tunahakikisha kwamba pikipiki zilizoibiwa tunazirudisha. Waje. Tabu ambayo tutaipata sasa ni kwamba wakija zile kadi zile, wanakuja na kadi yake, haiendani na mambo yalivyo kwenye pikipiki yenyewe kwa sababu hakusimamia vizuri wakati wa kuinunua. Amekuja na kadi inataja chassis number, ile frame number, tunaita chassis number. Ukienda kwenye pikipiki yenyewe sio yenyewe ile. Kwa sababu wakati ananunua kufuata kanuni ameuziwa kitu ambacho ni bomu. Na sasa hatuwezi kumrudishia mtu pikipiki. Na pikipiki zenyewe tulizokamata mpaka sasa ziko 23. Tumezitunza kituo cha polisi Bububu na zingine hapa Madema. Tumezichukua kutoka mikoa ya wenzetu kule, ziko hapa.
ili wananchi wapate wafanyie utambuzi sehemu moja. Kwa hiyo mwananchi hao anakaa kaskazini Unguja, anakaa kusini Unguja, anakaa mjini Magharibi, so long kama ameibiwa pikipiki yake aje, zipo. Kama hiyo changamoto ya namba itakuwepo, basi atashikana na maafisa wetu kuona ni jinsi gani wanaweza kwenda mpaka haki yake aipate. Marasio wapo, ni wabobevu wenye upelelezi, ZDRI wapo, watahusiana na marasio, tutaangalia. Wako wataalamu wetu polisi wa kuangalia hizo namba zilizogushiwa, wanaweza wakazifuta ukaona ile namba ya awali imekuja. Sasa ni process ndefu, ni hatua ndefu, lakini wananchi wao wavumilivu, maana lazima hizo kanuni zifuatwe. Na pikipiki hizo zipo.